Ingawaje watu ndio wamepatiwa mamlaka ya kumiliki vitu vya Mungu, zile Mungu huleta kwa njia ya kibinadamu. Unajua Mungu haletangi vitu hapa duniani kwa njia ya wanyama ama ya jua. Hata zingine huleta kwa njia ya jua. Hata zingine huleta kwa njia ya mwezi, ya giza. Zingine Mungu huzileta kwa njia ya mwanamke na zingine huzileta kwa njia ya mwanaume. Zingine huzileta kwa njia ya mtoto. Zingine huzileta kwa njia ya ubaya, hata magonjwa. Ni njia mingi sana Mungu hutumia kuleta vitu vyake hapa zimilikiwe na wanadamu. Lakini sasa ile shida inakuaga hapa ni mwanadamu kuweza kurealize Mungu. Ugumu wa kuweza kujua huyu ni Mungu inakuwa sasa ugumu inakuja. Na ugumu inakujaga aje? Sababu chochote Mungu hufanya hapa duniani hufanya akihusisha mwanaume, yani akihusisha mwanadamu. Either ni mwanamke ama ni mwanaume. Juu mambo ya Kristo hapa hakuna kutenga wanawake. Wanawake wako ndani kabisa. Hapa hakuna mambo ya kujiita mwanaume kwa Mungu. Wanaume mgani? Na ulidanganywa na bibi hapo. Hata ni wanaume mgani hii mnapigia wanawake? Si unaona vile wanawake wanawafanyia? Ni wanaume mgani unaweza kuja mbele ya Yesu aanze kusema ati wewe ni mwanaume? Wa nani? Wa wapi? Hata ni wapi wa mwanaume wapi? Si unaona vile wanawake wanamfanyaga nyinyi? Si ninawaonaga tu. Si ninaona vizuri sana. Unajua kuna mwanamke mmoja alisema, aliambiwa ili mfalme ya kuone. Hii dunia hebu iondoke. Kuna akaambia sijui ni Ruthu. Alikuwa Ruthu ama alikuwa nani? Kwa Boazi. Alikuwa aliyetegwa aende kwa Boazi. Alikuwa Ruthu ama alikuwa nani? Akaambiwa akaadvisiwa na mama fulani hapo akaambia. Kuna mama alimwambia hivi, nataka huyu mwanaume akuone. Na hata bila kumuonyesha ile kitu unataka ama kumwambia na mdomo ile kitu unataka, mwili yako itamwambia unataka nini. Ati nini? Mwili inaongeaga aje? Vitu ni sanamu zikionekana lakini hunena, wacha niwaambie. Vitu zina sauti kubwa. Kwanza wakati huu tuko, wanawake wana sauti kubwa sana kwa mwanaume. Hata kama hawaongei kwa mdomo, wana sauti kubwa. Wanaume wanawafikiria na njia zingine. Unakuta mtu mwanaume ameweka mwanamke kwa kiti kubwa, amemweka kwa chakula zuri, amemweka kwa ndege, na saa hiyo hata hajamwambia. Lakini kwa ubora huyu mwanaume amefanya hayo yote. Sasa ile kitu imebakia ndani huyu mwanaume ni decision. Ameki hiyo decision ya hiyo vile vyote amejiambia. Sababu wakati tunaambiago, wakati nyoka iliponenea huyu mama anaitagwa Eve, nyoka iliwachia huyo mwanamke sasa shughuli. Sababu ile discussion ilikuwa ya hii nyoka na huyu mwana ilikuwa muti. Kwa hivyo shetani alinena tu maneno kidogo, hiyo nyoka ilinena maneno kidogo tu ya hiyo muti. Wakati huyo mama aligeuza macho yake kuangalia muti ilianza kuongea ndani yake. Endeke murajira. Ninyi mnaniambia nini? Muti ikanena decision. Huyo mama sasa akameki sasa, kama hivyo ndivyo iko, wacha niende sasa. Unajua decision zetu, unajua si tuko na mili, tuko na mikono, tuko na macho, tuko na mdomo, tuko na miguu, tuko na sehemu zote ambazo tunaweza tumia kwa usemi wowote ule tunaweza ongea kuhusu kitu ama mtu. Na ndiposa uliona huyo mama hakutafuta mtu ambaye anaweza, sababu hakuwa kiwete mikono, alikuwa na mikono. Na alikuwa na macho ya kuona, alikuwa hata na miguu ya kuenda hapo. Kwa hivyo ile kitu tu ilitakikana hapo ni ufahamu ambaye unaweza kuwa ufahamu wa mikono, ili mikono ipewe nguvu, ili macho ipewe nguvu, ili miguu ipewe nguvu, ili sehemu hizo zako umeficha zipewe nguvu. Wewe unatakikana maneno ambao sasa saa hii hiyo maneno inajiongea sana kwa wanaume. Wanaume wanaisikia wakati wanatangalia mwanamke. Na Yesu aliangalia maneno akasema, yoyote yule uangalia mwanamke anamutamani. Sio mwanamke huambiwa ati ukiangalia utamaniwe wewe ni. Yesu alisema wewe mwanamke wewe mwanaume ukiangalia mwanamke alafu umutamani, usikia hapana, huyu mtu lazima nitalala na yeye. Yesu alisema hata sio ati kusema ati utalala na yeye, umelala na yeye. Already umemaliza hiyo kitu kwa roho wako. Roho wako already mumemaliza. Imagine hebu niambie hapa duniani nani anasimama mbele huyu Mungu aseme yako kamili? Tell me.
Nani wanaweza ambia Mungu, unajua mimi silalangi na wanaume, silalangi na wanawake, unajua mimi situkanangi, unajua mimi sipendagi vitu ya watu. Maneno hii sasa tunaongea hapa sio ile usemi wa Kristo ama kwa njia za Kristo. Thĩinĩ wa Yesu Kristo, ndani ya Bwana Yesu, hakuna kusema ufanyi. Kwa kuwa siku hizi watu hufanya na kiroho. Yesu alioneshana vizuri sana, matendo yangu ifanyangu ina mwili, yangu ifanyika uaga na hesabu na roho sasa. Na ndiposa unasikia wanaulizwa hivi, ni nani kati yenu hajawahi ua mtu? Ani hajawahi fanya dhambi hapa duniani, achukue hiyo mawe aanze kurusha. Yesu hakuweza kuambia watu, wewe ushawahi ua mtu, wewe mama yako sijui, wewe sijui baba yako ulifanya, wewe sijui aga ndugu yako, aga vitu zinatafutwa wewe ndio uko nazo. Yesu hakujiharibu. Yesu hakujiharibu na maisha ya watu. Watu wanajijua maisha yao. Yesu hakutaja tabia chafu hapo. Aanze kuambia watu, hata ninaona hata wewe juzi vile ulikuwa unalala na mwanamke, aga ulimfanyia nini? Aanze kutajataja vile nasikia watu wanatataja maneno huku duniani. Yesu hakujiharibu. Ajiharibu na dhambi za watu. Yeye hakujiharibu. Ingawaje kuna semekanaga alizibeba, lakini hakuzibeba kwa kuzitenda, hakuzibeba kwa kuziongea. Ati sasa anaongea, amefanyika kuwa mwenye dhambi sababu ya kuongea machafu. Unajua ukichukua mwanamke hivi, unajua ukiweka mwanamke hivi, ukiweka mwanaume hivi, ukienda hivi uchukue kitu ya mtu, uenda urushe hivi, akauchukua ufiche hivi, akaufanya ni. Yesu hakuongea dhambi na hata na mdomo, hata kuzifanya hakuzifanya, lakini hufanyika kuwa mwenye dhambi. Kwa njia gani? Hapo ndipo tuko. Sababu mimi saa hii, unajua Yesu alifanyika kuwa mwenye dhambi juu ya watu vile walikuwa wanamunena. Watu ndio walisababisha aonekane ni mwenye dhambi na Mungu. Hebu sikia hapa. Yesu ni watu walimunena kwa njia ya dhambi. Ni watu walimuhukumu. Na kwa hukumu ya wanadamu walimuwekelea dhambi zao. Akazibeba. Mungu akamuhesabia kuwa ni mbaya. Kwa kuwa hapa duniani hakuna mwanadamu alimuona akiwa na holiness. Hakuna mwanadamu aliyemuona akiwa mzuri. Wanadamu walimuona akiwa mbaya sana. Na sababu ya hivyo wanadamu wakachukua dhambi wakamwekelea. Zile dhambi ambao Mungu aliangalia, akaona hapa duniani Yesu Kristo, hakuna mtu hata mmoja hapa duniani ameprove Yesu ni mzuri. Kwa kuwa ile kazi ilimuleta hapa duniani ilikuwa hiyo. Kwa hivyo hakuna watu wangeweza kumuibaibia wakimwambiaga you are holy, wewe ni holy, wewe ni mzuri, wewe sasa angebeba dhambi gani? Angekufia nani? Lakini sababu kuna watu walimunena, wakamunena, huyu mtu anaharibu mambo ya. Yani Yesu ni atumire ngoro cia andu ciigue uru muno. Watu hawakumfurahia. Na sababu ya wanadamu kukosa kumfurahia na wakamurushia mawe sana, wakamhukumu kabisa. Kiasi kwamba alihukumiwa kwa njia ambayo hata kwa uzuri hakuwa nao, hakuwa na uzuri hata kidogo, baka ikafika mahali akafananishwa baka na watu wenye dhambi kabisa. Akaambiwa hata mtu huyu anaitagwa na nini mzuri kuliko Yesu. Yesu hapa duniani, wakati Yesu Mungu alisikia maneno, Mungu hakuhesabu Yesu ni mzuri. Hapana. Mungu alihesabu maneno ya wanadamu, sababu wanadamu ni lazima wangetengenezwa mioyo yao ili wafikie kuwa sasa vile Mungu atakapofufua Yesu, sasa atamfufua kwa umbo ingine. Wakati sasa unasikia, hebu sikizeni, Mungu nisaidie.